Karibu katika Ekms News, chanzo chako cha kuaminika cha habari kutoka eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni James Mashagali na hii ni muhutasari wa habari za leo, Jumatatu, tarehe 24 Agosti 2026. Katika habari zetu kuu, mapigano yanaendelea kuathiri hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23 wamekubaliana kuhusu ramani mpya ya utekelezaji, inayolenga kuendeleza mchakato wa amani wa Doha uliokuwa umekwama. Juhudi za kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pia zinaendelea kuwa sehemu muhimu ya kutafuta suluhisho la mgogoro huo wa kikanda. Nchini Burundi, uhaba wa mafuta unaendelea kuathiri usafiri, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Na nchini Uganda, mamlaka zimetangaza rasmi kumalizika kwa mlipuko wa Ebola wa mwaka 2026, lakini Ebola bado ni tishio kubwa la kiafya katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni maelezo kamili. Maendeleo haya yanaonyesha kwamba Kivu Kusini bado ni moja ya maeneo muhimu zaidi katika mgogoro wa mashariki mwa DRC, huku makundi mbalimbali yenye silaha yakiendelea kushiriki katika mapigano. Miongoni mwa wahusika wanaotajwa katika mzozo huo ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, makundi ya wazalendo, vikosi vya Burundi, pamoja na makundi mengine yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo. Ikiwemo FDLR, wanamgambo wenye asili ya Kihutu kutoka Rwanda ambayo yalivuka na kukimbilia mashariki mwa DRC baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi nchini Rwanda mwaka 1994. Baadhi ya makundi hayo yameendelea kuwa sehemu ya changamoto ya usalama katika mashariki mwa Kongo kwa miongo kadhaa. Ni muhimu kutofautisha kati ya makundi hayo yenye silaha na raia wa Kihutu kwa ujumla. Sio Wahutu wote ni wanamgambo, na uwepo wa wakimbizi au jamii za Kihutu nchini DRC haupaswi kuchukuliwa kuwa ushahidi wa ushiriki wao katika mapigano. Kwa upande mwingine, M23 na Twirwaneho zimeendelea kutoa madai kuhusu operesheni zao za kijeshi katika maeneo ya milimani. Kwa mujibu wa msemaji wa Twirwaneho, Kanali Rugabo Fidel, mapigano ya hivi karibuni yamehusisha pia maeneo ya Mikarati na Malimba, huku akidai kuwa baadhi ya maeneo hayo yamechukuliwa na vikosi vinavyopigana upande wao. Hata hivyo, Ekms News inamunuku msemaji huyu kwa matamshi mwenyewe haijaweza kuthibitisha kwa njia huru madai hayo yote, na kwa sababu hiyo tunawasilisha taarifa hizo kama madai ya upande unaohusika katika mzozo. Mapigano haya yanaendelea pia kuwa na madhara kwa raia. Muungano wa serikali walipotiwa kukimbilia sehemu karibu na Uvira, na taarifa hizo zikisema jeshi la Burundi ndio wengi kwa sehemu hizo wakiwa miongoni ya waliokimbia. Katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na mapigano, wakazi wameendelea kuyahama makazi yao kutokana na hofu ya usalama, hali ambayo inaongeza shinikizo kwa mashirika ya kibinadamu yanayotoa msaada kwa watu waliokimbia makazi yao. Mashirika ya misaada yameonya kwamba kuongezeka kwa mapigano kunaweza kusababisha ongezeko zaidi la watu wanaohama katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Kivu Kaskazini. Wakati huo huo, katika Kivu Kaskazini, hali ya usalama katika maeneo ya Masisi na Rutshuru inaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Katika siku za hivi karibuni, kumekuwa na taarifa za mapigano makali kati ya M23 na vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Kinshasa. Taarifa kutoka eneo hilo zimetaja maeneo kama Lumbishi, Shanje na maeneo mengine ambako kumekuwa na mabadiliko katika hali ya udhibiti wa maeneo kufuatia mapigano. Hali hii imeongeza wasiwasi kuhusu uwezo wa vikosi vya serikali kushikilia baadhi ya maeneo ya kimkakati, huku M23 ikiendelea kujaribu kupanua au kuimarisha maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kwa upande wa Ekms News, tunawahimiza watazamaji wetu kuchukua kwa tahadhari madai yote ya kijeshi yanayotolewa na pande zinazohusika katika vita. Taarifa kwamba mji, kituo cha kijeshi au eneo fulani la kimkakati limechukuliwa na upande fulani linapaswa kuthibitishwa kupitia vyanzo huru kabla ya kuwasilishwa kama ukweli uliothibitishwa. Hii ni muhimu kwa sababu taarifa nyingi kutoka maeneo ya mapigano hutolewa na pande zinazohusika moja kwa moja katika mzozo na zinaweza kuwa sehemu ya vita vya taarifa. Kwa hiyo, katika taarifa hii, Ekms News inatofautisha kati ya taarifa zilizothibitishwa na madai yanayotolewa na wahusika wa mzozo. Lakini picha pana bado iko wazi. Licha ya juhudi za kidiplomasia na mchakato wa amani unaoendelea, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijafikia usitishaji mapigano wa kudumu.
Mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, huku hali ya udhibiti wa baadhi ya maeneo ikibadilika kutokana na operesheni za kijeshi. Swali kubwa sasa ni iwapo juhudi za kidiplomasia zitaweza kuleta utulivu wa kweli ardhini na kusimamisha mapigano yanayoendelea. Na sasa tuangalie maendeleo mapya katika juhudi za kidiplomasia za Doha. Doha, Dirk na AFC/M23 za kubali ramani mpya ya amani. Katika kile kinachoweza kuwa moja ya maendeleo muhimu zaidi ya kidiplomasia leo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC/M23 wamekubaliana kuhusu ramani mpya ya utekelezaji, inayolenga kuendeleza mchakato wa amani wa Doha uliokuwa umekwama. Makubaliano hayo yanafuatia juhudi za kidiplomasia za kuwarejesha pande hizo mbili katika mchakato rasmi wa mazungumzo. Ramani hiyo inaweka hatua mbalimbali pamoja na muda wa utekelezaji kwa ajili ya mazungumzo chini ya mfumo wa Doha. Qatar imeendelea kuwa na nafasi muhimu katika upatanishi wa mchakato huo. Makubaliano hayo ni muhimu kwa sababu awamu zilizopita za mazungumzo zilikumbwa na ucheleweshaji wakati mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo. Ramani hiyo mpya inalenga kuweka utaratibu ulio wazi zaidi wa kuendeleza mchakato wa kisiasa. Jambo lingine muhimu ni juhudi za kuanzisha mifumo ya kufuatilia na kutekeleza makubaliano yatakayofikiwa wakati wa mazungumzo. Taarifa pia zinaonyesha kuwa pande hizo zimepokea kwa matumaini maendeleo kuelekea kuanza kufanya kazi kwa Expanded Joint Verification Mechanism Plus, inayojulikana kama EJM ongeza. Lengo la mifumo kama hiyo ni kuboresha uthibitishaji wa taarifa na kupunguza mizozo kuhusu madai ya ukiukaji wa makubaliano. Hata hivyo, ramani hiyo mpya haimaanishi moja kwa moja kwamba mapigano yatasimama. Changamoto kubwa itakuwa kugeuza ahadi za kisiasa kuwa mabadiliko halisi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Pande hizo bado zina tofauti kubwa kuhusu masuala ya usalama, udhibiti wa maeneo, makundi yenye silaha na mustakabali wa kisiasa na kiusalama wa mashariki mwa Kongo. Kwa wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa, swali kubwa si tu iwapo mazungumzo yamezaa hati nyingine ya makubaliano. Swali muhimu zaidi ni je, ramani hii itaweza kuleta usitishaji mapigano wa kudumu, kuwezesha watu waliokimbia makazi yao kurejea kwa usalama na kuunda mazingira ya suluhisho la kisiasa la muda mrefu. Kwa sasa, ramani hiyo mpya inatoa fursa ya kidiplomasia, lakini mafanikio yake yatategemea kwa kiasi kikubwa utekelezaji wake. Diplomasia bado ni muhimu katika mgogoro. Mgogoro wa mashariki mwa Kongo si makabiliano kati ya Kinshasa na M23 pekee. Ni sehemu ya mgogoro mpana wa usalama wa kikanda unaohusisha Rwanda, Burundi, Uganda pamoja na wahusika wengine wa kikanda na kimataifa. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikibadilishana tuhuma kuhusu chanzo na uendeshaji wa mgogoro huo. Kinshasa imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuiunga mkono M23. Kwa upande wake, Kigali imeendelea kukataa tuhuma hizo na imeeleza wasiwasi wake wa kiusalama kuhusu vitisho vinavyotokana na makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo. Kwa hiyo, juhudi za kidiplomasia hazihusu tu uhusiano kati ya Kinshasa na M23. Zinahusu pia mipango mipana ya usalama kati ya nchi za eneo hili. Jambo muhimu ni juhudi zinazoendelea za kutekeleza mfumo mpana wa amani kati ya DRC na Rwanda, sambamba na mchakato wa Doha unaohusisha Kinshasa na AFC/M23. Marekani imekuwa na nafasi muhimu katika kuunga mkono mchakato wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda, huku Qatar ikiwa na nafasi kubwa katika upatanishi kati ya Kinshasa na AFC/M23. Hivyo, kuna njia mbili zinazohusiana za kidiplomasia. Ya kwanza ni kati ya Kinshasa na Kigali. Ya pili ni kati ya Kinshasa na AFC/M23 kupitia mfumo wa Doha. Kwa suluhisho la kudumu, maendeleo katika njia zote mbili yatakuwa muhimu. Usitishaji mapigano kati ya serikali ya Kongo na M23 unaweza kuwa na athari ndogo za muda mrefu iwapo wasiwasi mpana wa kiusalama kati ya Rwanda na DRC hautatatuliwa. Wakati huo huo, makubaliano kati ya Rwanda na DRC yanaweza kukabili changamoto kubwa iwapo mapigano kati ya M23 na vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Kinshasa yataendelea. Wiki zijazo kwa hiyo zitakuwa muhimu katika kubaini iwapo diplomasia inaweza kuanza kupunguza makabiliano ya kijeshi. Burundi, uhaba wa mafuta waongeza shinikizo la kiuchumi. Sasa twende nchini Burundi.
Nchi hiyo inaendelea kukabiliwa na uhaba wa mafuta ambao unaathiri usafiri, biashara na maisha ya wananchi wa kawaida. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa uhaba huo umechangia kuvurugika kwa usafiri wa umma na binafsi, kuongezeka kwa gharama za usafiri na kuibuka kwa biashara ya mafuta katika soko lisilo rasmi. Kwa wananchi wa Burundi, tatizo hili si suala la kupata mafuta ya magari pekee. Mafuta yanapokuwa machache au ghali, madhara yake yanaenea katika uchumi mzima. Waendeshaji wa usafiri hukabiliwa na gharama kubwa za uendeshaji. Abiria hulazimika kulipa nauli zaidi. Biashara zinazotegemea usafirishaji wa bidhaa pia hukabiliwa na gharama kubwa zaidi. Uhaba huo unaweza pia kusababisha foleni ndefu na kuongeza shinikizo kwa familia. Mgogoro wa mafuta unajitokeza wakati Burundi tayari inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kibinadamu zinazohusiana na hali ya kikanda. Burundi ina uhusiano wa karibu na mgogoro wa mashariki mwa DRC kutokana na eneo lake la kijiografia na mpaka wake na Kivu Kusini. Idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Kongo pia imekimbilia Burundi wakati wa vipindi vya kuongezeka kwa mapigano. Hii ina maana kwamba ukosefu wa utulivu mashariki mwa Kongo unaweza kuwa na madhara ya moja kwa moja kwa Burundi katika masuala ya kibinadamu na kiuchumi. Wasiwasi kuhusu usalama pia unaendelea. Mamlaka na makundi ya kiraia yanaendelea kueleza wasiwasi kuhusu mazingira ya usalama na taarifa za ukiukaji wa haki. Kwa wachunguzi wa mambo ya kikanda, mchanganyiko wa shinikizo la kiuchumi, uhaba wa mafuta na changamoto za usalama unaifanya Burundi kuwa nchi muhimu ya kufuatilia wakati mgogoro wa mashariki mwa Kongo ukiendelea. Na hatimaye, twende nchini Uganda ambako kumekuwa na maendeleo muhimu katika afya ya umma. Uganda imetangaza rasmi kwamba mlipuko wa Ebola wa mwaka 2026 umemalizika. Mlipuko huo ulitangazwa tarehe 15 Mei baada ya Uganda kuthibitisha visa vilivyoingizwa kutoka katika mlipuko wa Ebola uliokuwa ukiendelea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya nchini Uganda ziliripoti jumla ya visa 20 vilivyothibitishwa, huku watu 2 wakifariki. Kati ya visa hivyo, 15 viliingizwa kutoka Kongo, huku raia 5 wa Uganda wakiambukizwa baada ya kuwahudumia watu waliokuwa wameingiza maambukizi nchini humo. Baadaye Uganda ilikamilisha kipindi kinachohitajika cha ufuatiliaji bila kugundua visa vipya vilivyothibitishwa. Shirika la Afya Duniani linaeleza kwamba kipindi cha siku 42 cha ufuatiliaji kinawakilisha vipindi viwili vya juu vya muda wa kuibuka kwa dalili za ugonjwa wa Ebola wa aina ya Bundibugyo. Kwa hiyo, tangazo la Uganda ni mafanikio muhimu kwa mfumo wa afya ya umma nchini humo. Lakini kuna tahadhari muhimu kwa eneo zima. Ebola bado haijaondolewa katika eneo la Maziwa Makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa za kufikia Julai 30, Kongo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa na vifo 1587, huku visa vikiripotiwa katika mikoa kadhaa, ukiwemo Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hii ina maana kwamba Uganda bado iko katika hatari ya kupata visa vilivyoingizwa kutoka nje kutokana na mwingiliano mkubwa wa watu na bidhaa kati ya Uganda na Kongo. Wasiwasi huo pia unawahusu nchi nyingine jirani. Mamlaka za afya katika eneo lote la Maziwa Makuu zinaendelea kusisitiza umuhimu wa ufuatiliaji, kugundua visa mapema, kuzuia maambukizi na kuchukua hatua haraka pale visa vinavyoshukiwa vinapobainika. Kwa jamii zinazoishi katika maeneo ya mpakani kati ya Kongo na Uganda, ujumbe ni muhimu sana. Uganda inaweza kuwa imemaliza mlipuko wake, lakini tishio la kiafya katika eneo hili bado halijaisha. Bonyeza kitufe cha subscribe ili uwe sehemu ya familia ya Ekms News na upate taarifa zetu mpya mara zinapotoka. Bonyeza pia kengele ya ili usikose habari muhimu kutoka eneo la Maziwa Makuu. Ikiwa taarifa hii imekuwa muhimu kwako, bonyeza like, shiriki video hii na marafiki pamoja na familia, na utuachie maoni yako katika sehemu ya comment. Tungependa kusikia maoni yako kuhusu habari na maendeleo yanayoendelea katika eneo letu. Mimi ni James Mashagali na hii ni Ekms News, chanzo chako cha kuaminika cha habari kutoka eneo la Maziwa Makuu. Asante kwa kuwa nasi. Tutaonana katika taarifa ijayo.